Niwashukuru sana jopo la mawakili wetu ikiongozwa na mwanasheria mkuu wa chama Mzee Rugemeleza Nshala kwa kufanya kazi ngumu kwa kweli ya kushughulika na haya mambo hatua mbalimbali. Nashukuru sana mawakili. Nishukuru vile vile wajumbe wa bodi ya wadhamini kwa namna ambavyo sio tu kwa kujitokeza hapa mahakamani, walikuwepo hapa mahakamani, lakini kwa namna ambavyo wamekuwa wakishiriki kusaini na kuandaa nyaraka zinazohusiana na kesi hii. Nishukuru vile vile wanachama na wananchi ambao na vyombo vya habari ambao wamekuwa mkijitokeza mahakamani. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kweli kwa sababu mnafanya kazi muhimu ya kuilinda Chadema, haki ya wananchi kupata chama hiki kikuu cha siasa ambacho kinawakilisha maslahi ya umma. Kwa wale wote ambao mnasaidia kesi hii kwa namna moja au nyingine, kwa niaba ya chama naomba kufikisha shukrani za kiwango cha juu sana. Sasa la pili, kumeelezwa hapa ratiba ndefu kidogo ya majibishano ya kimaandishi mpaka kufikia tarehe 5 mwezi wa 8 kurudi tena hapa mahakamani kujua hatima ya jambo hili. Sina dhamira ya kuingilia mambo ya kimahakama na utaratibu wa majibizano hayo ya maandishi, ila nataka kusema jambo moja muhimu sana. Hapa tunapotezewa muda. Tunapotezwa muda wa mawakili wa chama ambao wangeweza kufanya majukumu mengine ya kutetea haki katika nchi yetu. Unapotezwa muda wa bodi ya wadhamini, muda wa katibu mkuu, unapotezwa muda wa mahakama na muda wa watu wanaokuja mahakamani, na huu muda unaambatana na matumizi ya rasilimali, gharama za kushughulika na mambo haya, gharama hata za vyombo vya ulinzi na usalama wamejazana hapa mbele ya mahakama kwenye jambo hili. Tunapotezewa muda kwa jambo ambalo halina msingi wowote, halina maslahi yoyote ya umma. Ni jambo la watu wawili, lakini sio watu wawili, sio Said Issa na mwenzake. Ni jambo la watu walio nyuma yao wanaowatuma kuendelea kupoteza muda wa chama na muda wa mahakama na kukiweka Chadema kwenye hatari ya shughuli zake zote kuzuiwa na hatari ya haki za msingi kuminywa. Sasa mimi sauti yangu leo nataka nizungumze na wale wanaomtuma Said Issa Mohamed, wale waliomfanya akaingiza kesi mahakamani mara ya kwanza, chama kikazuiwa kwa siku 309, na waliomtuma kuirudisha tena kesi safari hii. Waiondoe hii kesi mahakamani, wamwelekeze Said Issa Mohamed na mwenzake waiondoe hii kesi mahakamani, kwa sababu kadiri hii kesi inavyoendelea kuwepo mahakamani, sisi mahakamani mawakili watashughulika na Said Issa na mwenzake mahakamani kwa njia za kimahakama, sisi tutaendelea kutumia njia za kisiasa. Tunasema hii kesi ina mkono wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Tunafahamu walioko vyama vingine waliohusika na kesi hii. Tunatoa mwito kwao, hii kesi ifutwe mahakamani. Hii kesi haina maslahi yoyote kwao, wala haina maslahi kwa nchi, wala haiwasaidii katika kuidhibiti Chadema. Sisi pamoja na kupotezewa muda mahakamani, tutaendelea na mapambano ya kisiasa na njia mbalimbali za kudai haki. Wanahabari tutawaita makao makuu ya chama kuwaeleza juu ya maamuzi ambayo kamati kuu ya chama imeyafanya Kigoma, maamuzi ambayo yataendelea kufungua ukurasa mwingine wa mapambano ambayo Chadema itaendelea kuendesha katika nchi hii, pamoja na mazuio mbalimbali, pamoja na hizi njia zote haramu. Kwangu mimi rai hii ni kesi hii ifutwe. Niseme jambo vile vile kwamba Said Issa Mohamed sio mwanachama tena wa Chadema. Alishafukuzwa uwanachama na kanda ya Pemba, na kama hajaridhika na uamuzi huo wa kufukuzwa uwanachama na wenzake huko Pemba, alipaswa afuate utaratibu wa kikatiba wa katiba ya Chadema kukata rufaa. Lakini ukitaka kuona huu mnyororo wa hujuma, Said Issa Mohamed ambaye anapaswa kutetea haki yake ya wanachama kwa misingi ya katiba ya Chadema, Said Issa Mohamed amekwenda kwa msajili wa vyama vya siasa, ili msajili wa vyama vya siasa atafute namna ya kumpa uhalali aendelee kuitwa mwanachama wa Chadema, ili aendelee na haya anayoendelea mahakamani. Msajili ameandika barua kwa katibu mkuu wa chama akitaka chama kitoe maelezo
kuhusu hili jambo la Said Issa na kwamba msajili atachukua hatua. Tumemjibu msajili wa vyama vya siasa na tumemweleza utaratibu wa kikatiba wa katiba ya Chadema, na huyu anayeitwa Said Issa Mohamed ambaye sio mwanachama tena wa Chadema, kama anataka bado kuwa mwanachama wa Chadema, utaratibu wa kikatiba wa kufuata ama wa rufaa au wa kuomba wanachama. Kwa hiyo tuna kesi hapa, tunapotezewa muda ya mtu ambaye sio mwanachama wa Chadema, lakini anaitwa kwamba anatetea haki za chama za Zanzibar, haki za chama na mambo mengine yanayohusiana hayo, wakati si mwanachama, na kule Zanzibar wamekwisha mfukuza wanachama kule Pemba. Kwa hiyo mwito wa wazi kwa ofisi ya msajili, jitihada zozote za kukiuka katiba ya Chadema na sheria ya vyama vya siasa kumlinda Said Issa Mohamed kupitia ofisi ya msajili itathibitisha tu kwamba ofisi ya msajili inahusika na hii kesi na ina maslahi ya hii kesi. Kwa hiyo rai yangu kwao, waifute hii kesi na wamwachie Said Issa na mambo yake. Kama ana jambo bado na chama, atumie mchakato wa kikatiba wa ndani ya chama. Tunawashukuru sana wanahabari. Asante.